Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema kuwa magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza yamesababisha vifo vya watoto wachanga kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi mitano zaidi ya 12,000 kila mwaka, huku ugonjwa wa kansa ukikatisha maisha ya Watanzania zaidi ya 43,000 kila mwaka. Hayo yamebainishwa leo Juni 23, 2026 jijini Dar es Salaam katika mkutano mkuu wa 3 wa kimataifa wa kimkakati wa kikanda Penny Plus unaowakutanisha viongozi, watunga sera, wataalamu wa afya, watafiti, washiriki wa maendeleo na wadau mbalimbali kutoka nchi za Afrika pamoja na sehemu nyingine za dunia, ambapo amesema kuwa magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza huchukua zaidi ya 20% kila mwaka katika mfuko wa bima ya NHIF. Zaidi ya watu milioni 43 hufariki kila mwaka kwa magonjwa mbalimbali yasiyokuwa ya kuambukiza yanayohusiana na magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kansa, magonjwa ya sickle cell na magonjwa mengine ya aina hii. Na kwa Tanzania magonjwa haya yameleta madhara makubwa sana. Tukumbuki kwamba magonjwa haya yanachukua karibu 20% ya fidia inayolipwa na wenzetu wa NHIF, watu wa bima. Lakini pia magonjwa haya yamesababisha madhara makubwa. Yanasababisha kila mwaka watoto wachanga kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 5, zaidi ya watoto 12,000 hufariki hapa nchini Tanzania kila mwaka. Lakini pia yamesababisha kwa magonjwa ya kansa zaidi ya Watanzania 43,000 kila mwaka hufariki kwa magonjwa ya kansa. Na magonjwa haya hutokana na vyakula, hutokana na maisha tunayoishi, lakini pia hutokana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa ni changamoto kubwa kwa bara la Afrika, lakini kwetu hapa nchini Tanzania, na madhara yake kwa kweli madhara ni makubwa sana. Aidha, Waziri Mchengerwa amesema kuwa serikali imejipanga katika kujikinga na magonjwa haya yasiyokuwa ya kuambukiza, huku akimpongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kufanikisha kupeleka vifaa tiba mbalimbali katika vituo vya afya nchini ili kusaidia kuwafikishia huduma bora ya afya wananchi. Sisi kama serikali tumekwisha anza kuchukua hatua mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunapeleka senta zetu za vipimo, tunapeleka zahanati, vituo vya afya na kuzisogeza karibu kwa wananchi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha Watanzania kwenye vituo vyetu mbalimbali kujitokeza kwa ajili ya kupima. Magonjwa haya yasiyokuwa ya kuambukiza yameleta madhara na hasara kubwa sana kwa taifa letu. Ikumbukwe kwamba magonjwa haya yamesukuma Watanzania wengi kwenda kwenye umaskini, kwa sababu vipimo vya figo hapo nyuma vilikuwa karibu shilingi 900,000 kwa wiki moja. Mtanzania wa kawaida hawezi kuhimili kiwango hiki cha fedha. Lakini tunamshukuru sana Rais Samia kwa mtazamo wake, kwa maono yake. Kwanza kuhakikisha anapeleka vifaa tiba karibu na wananchi. Tumeshuhudia namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 imepeleka digital x-ray machine zaidi ya 700 katika maeneo mbalimbali nchini yanayokwenda kusaidia kufanya vipimo mbalimbali na kutambua magonjwa haya yasiyokuwa ya kuambukiza. Lakini tumeshuhudia serikali ya awamu ya 6 imepeleka ultrasound machine zaidi ya 1,000 katika maeneo yetu kote mbalimbali nchini, na vifaa vingine mbalimbali ambavyo vimeweza kuwasaidia Watanzania kwenda kupata tiba, kwenda kupata vipimo. Lakini tuwakumbushe Watanzania kwamba magonjwa haya yanaweza kuzuilika. Kwa upande wake, mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Dr. Mohamed Janabi amesema kuwa zaidi ya dola trilioni 1 inapotea kila mwaka katika kupambana na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza, huku akisema kuwa hadi kufikia mwaka 2030 magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza yanakadiriwa kuwa namba 1 Afrika. Wakati bado tunapigana na magonjwa yetu ya kuambukiza, magonjwa yasiyo kuambukiza yamepanda kwa kasi sana. Asilimia 37 ya vifo vinavyotokea sasa hivi kwenye bara letu vinasababishwa na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, na kuwekea hesabu rahisi tu kwamba kila watu 100 wanaokufa 37 wanakufa kwa ajili ya matatizo aidha la moyo, la kisukari au. Pili, analeta sababu kubwa ya watu kufariki mapema, kwa kitaalamu tunaita premature death. Na ikifika mwaka 2030 ni kwamba magonjwa haya yasiyo kuambukiza ndio yatakuwa namba 1. Sasa sisi kama shirika la afya duniani kanda ya Afrika tumeonyesha kwamba athari yake sio magonjwa tu. Afrika inapoteza trilioni 1
kila mwaka, na hizi inaongelea sio pesa za Kitanzania, hapana, ni US dollars. Sasa kwa sababu ya watu kuugua, hela zinazokwenda kwenye bajeti ya matibabu, watu kutoweza kufanya kazi sawasawa, kwa hiyo kunakuwa na loss productivity, kwa sababu ukiwa na matatizo ya moyo. Sasa ni muhimu sana serikali zetu kwamba ni lazima tufanye uwekezaji katika magonjwa yasiyokuambukiza. Naye mkurugenzi msaidizi elimu ya afya kwa umma Dr. Rahma Hingora amewataka mama na baba lishe nchini kuzingatia upishi wa chakula bora katika kufanikisha harakati za kujikinga na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Na tunawaelimisha mama lishe kwamba chakula wanachokipika na wanachohudumia wananchi lazima kiwe chakula bora na chenye afya, na ndio maana tuko nao hapa katika huu mkutano. Nia na madhumuni ni kuwakumbusha wananchi nchi yote Tanzania, kuanzia hospitalini, majumbani, vijijini, mjini, kwamba lishe bora ndio mpango mzima katika kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza. Na ndio maana umeona mama lishe wanalizungumzia jambo muhimu kwamba vyakula tunavyokula ndio uzima wetu na afya zetu. Na sababu hiyo ni kwamba tunakumbushana vitu tunavyokula viwe vitu vya asilia. Ndio maana mama lishe umeona wamekuja na miogo, viazi, karanga, na katika vyakula wanatuelimisha kutokana na sisi tulivyoelimisha kwamba wale vyakula wasitie sukari nyingi, wasitie chumvi nyingi. Nia na madhumuni ni kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza kama msukumo wa damu wa moyo, kisukari na magonjwa mengi. Saleh Lujuo, GMTV, Dar es Salaam.